Wapo watu ambao wanaweza kukuchukia kwa sababu umeanza kuwa tishio. Umeanza kuwa tishio na umeanza kutishia pengine nafasi zao. Kwenye kampuni labda wanaona namna unavyoenda, unapendwa, unafanya kazi vizuri, unaanza kung'aa, wanajua huyu atakuja kuchukua nafasi yangu, wanaanza kukuchukia. Wapo wanaokuchukia pengine labda kwenye siasa, umeanza kung'aa kwenye maeneo fulani, wanaona kabisa huyu atakuja kuchukua nafasi yangu, watakuchukia. Wapo kwenye biashara, wakiona umeanza kuchukua nafasi yao kwenye aina fulani ya biashara, kulikuwa wanaalikwa wao zaidi, sasa hivi waalikwa wao unaalikwa wewe zaidi, wataanza kukuchukia. Kwa hiyo kila eneo ambalo utaanza kuwa tishio, uwe na uhakika kuna watu wataanza kuchukia. Wengine wanaona kabisa majina yao unaanza kuyaondoa. Zamani walikuwa wanaitwa wao, ni mwanamuziki, kila wakati kwenye tamasha alikuwa anaitwa, ghafla unaanza kuwa replacement yao. Wewe ni mzungumzaji, ghafla unaanza kuondoa watu fulani kwenye seko. Sio kila mtu atakuwa anakufurahia. Kuna watu ambao wataanza kuchukia tu kwa sababu hiyo. Na haya ni muhimu kuyajua, kwa sababu mara nyingi tukichukua tunafikiri lazima tu tumekosea. Kuna watu wanachukia kwa sababu pengine tumekosea, lakini wapo wengi, maelfu kwa maelfu, ambao wanaweza kukuchukia hata hujakosea jambo lolote. Unachotakiwa kujua ni kwamba duniani hapa hauwezi kupendwa na kila mtu. Jitahidi kuwa mwema, lakini uwe na uhakika hauwezi kupendwa na kila mtu hata iweje.